Habari za asubuhi mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yetu umeamka salama kabisa, na vile vile tunaendelea kuamini uko salama popote pale ambapo unaendelea kutega sikio taarifa zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 8 Januari mwaka 2026. Na Kivu News Info tuko hapa tunaendelea kuletea matangazo yetu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile vile kama ilikuwa ndo mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, kabla chochote tunakusii kufanya kitu kimoja: usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Kwa lugha nyingine wanasema kujabone, kueme, vile vile na kupartager. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Ni yetu na mazungumzo yetu kila siku, kisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi na uendelea kutuandikia na ukatujuza unasikiliza Kivu News Info kwa sehemu gani, na uenda ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Iteloje Longa. Basi na kualika kuona mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo tarehe 8 Januari mwaka 2026. In Kivu News Info, sauti ya wananchi, karibu tukupashe. Baada ya uvumi mwingi uliosambaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu madai ya kifo cha Jenerali Makanaki Kasimbira John, taarifa hizo sasa zimethibitishwa kuwa ni za uongo mtupu. Uvumi huu uliibua hofu na maswali mengi miongoni mwa wananchi, hasa katika maeneo yanayoathiriwa na hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa vyanzo vya kuaminika, madai hayo yalikuwa ni sehemu ya mbinu za propaganda zinazodaiwa kuenezwa na waasi wa M23 kupitia mitandao ya kijamii. Kwa sasa lengo la kupotosha ukweli wa kushusha morali ya wananchi pamoja na wapiganaji wa makundi ya wazalendo. Ukweli uliopo ni kwamba Jenerali Makanaki Kasimbira John yupo mzima wa afya njema na anaendelea na majukumu yake kama kawaida. Hali hii imethibitishwa waziwazi kupitia video iliyosambazwa siku ya jana, ikimuonesha jenerali huyo akizungumza moja kwa moja akiwa katika eneo la Makobola. Katika video hiyo, Jenerali Makanaki anaonekana akiwa pamoja na James Fieka Adui pamoja na viongozi wengine wa kizalendo. Akiwa na utulivu na hali nzuri, amekanusha vikali taarifa hizo za kifo chake na kuwataka wananchi kupuuza uvumi unaosambazwa mitandaoni bila udhibitisho. Viongozi waliokuwepo katika mkutano huo wameeleza kuwa vita vya taarifa na propaganda vinaendelea kutumiwa kama silaha ya kisaikolojia, huku wakisisitiza muhimu wa wananchi kupata habari kutoka kwenye vyanzo vya kuaminika pekee. Kwa upande wao, wananchi wamefanikiwa kuendelea kuwa watulivu, waangalifu na kutoeneza taarifa zisizothibitishwa, kwani kufanya hivyo kunachangia mchanganyiko na hofu isiyo na lazima katika jamii. Kwa sasa hali ya usalama katika eneo la Makobola inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku viongozi wa kizalendo wakiahidi kuendelea kulinda raia na kupambana na taarifa za upotoshaji. Nasikia habari zinazagaa sehemu zote kwamba kiongozi Makanaki Kasimbira John amefariki. Ndio huyu mwenyewe, huyu hapa anazungukwa na majeshi na viongozi wote. Kiongozi Tabana huyu iko hapa, kiongozi Mbole iko hapa officers, kiongozi Fieka Adui huyu anawafieka iko hapa, kiongozi mnamjua ni nyoka mwenyewe iko hapa, na majeshi hao hapa. Tuko ni Makobola. Sasa mnasema Makanaki alikufa. Sasa Makanaki anakufa kila siku. Jambo mzee Makanaki. Jambo sana. Peti mpate kwanza ukaliani nitafune kwanza. Jambo sana ndugu journalist. Mbona wanasema ulikufa mzee? Mungu awabariki sana, kwa maana wajui mambo viko ndani na wajui waliosema. Ndio. Uko hai? Niko hai kabisa. Unaweza ambia Mnyarwanda kama uko hai na ile maiti ilikufa ni mtu wao wakafanya montage juu ba demoralize batoto wetu? Ndio wana journalist, unaona balipigwa sana wakasikia haya. Na ndio maana balipenda kudanganya ile mapopi yabo ya bakongomani wiko na danganya pale. Wale majeshi yabo wiko na kamata kwa nguvu. Aseme baliwa Makanaki, baliwa bazalendo, kumbe wao ndo balikufa. Ile maiti tuliona Muluanga isha bomoke na oza, ni kweli kabisa ni mtu wao. Ile ni maiti ya mtu wabo. Ndio wa M23 alikuwa wa mwili hivi munene, na ndio tulipiga pale
na ndio mwene bali filme bakafanya ile mateatre yabo ya kusema kama ni mimi Makanaki. Mimi Makanaki niko mzima na sasa tunaendelea tuna kazi na tunajua sisi hatuna nguvu, kuna kitu kile Mungu atatufanyizia, watapata maelekezi kesho wala kesho yake. Watapata adabu. Ndio, asante bwana journalist. Adui yana bahati. Mimi najua. Fieka adui. Asante. Wenje unafikaga haiko vile? Asante. Unaona aje umewafika vizuri? Wanafikewa kabisa. Wanafikewa. Alafu wanasema sema uongo, kiongozi amekufa sijui umepiga bomu. Bomu gani sasa? Napenda tu kuambia watu bawe kimya, bawe huru na wajipe moyo, bafanye makazi na tunajua na sisi tuko na kazi yetu Mungu alitupangia. Asante. Bana Mboka. Yeah. Bana Mboka. Yeah. Courage. Kiongozi hapo kwa eneo gani? Hapa niko kwenye char de bataille ya operation hapa Makobola. Makobola. Ndio. Kiongozi Tabana. Si wewe Tabana? Roja. Unaongoza eneo za kuanzia Kiliba juu. Kupanda Kagogo, Katobo na kupanda. Unajua ile tunafahamu. Naona na watu wote wako tayari. Vijana mko tayari? Ndio. Jeshi mpo? Ndio. Kiongozi Makanaki yupo? Yupo. Mnakubali? Ndio. Mungu asaidie. Shughuli ya kuzikwa kwa miili ya watu 8 waliouawa wakati wa shambulizi la ndege lisio na rubani drone ya kamikaze iliyotekelezwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya kambi ya waasi wa M23 itafanyika siku ya leo Alhamisi tarehe 8 Januari katika moja ya makaburi yaliyoko nje kidogo ya mji wa Goma, imetangazwa na waasi wa M23. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, miili iliyokufa itawasilishwa kwanza katika uwanja wa Unite wa Goma ambapo itakuwa kwenye maonyesho ya hadharani mbele ya viongozi wakuu na waasi pamoja na familia waliopoteza maisha kabla ya kupelekwa kwenye makaburi. Hata hivyo, hatua hii imesababisha mgongano wa maoni na baadhi ya familia waliopoteza maisha ambazo zinapinga kupelekwa kwa miili hiyo Goma bila ardhi yao. Shambulio hili la anga litokea Jumamosi tarehe 3 Januari lililolenga kambi ya waasi wa M23 katika eneo la Masisi Centre, lakini kwa bahati mbaya liliasiri makazi ya shirika la Olchalde, ikisababisha vifo na majeruhi miongoni mwa wanawake, wanaume na watoto. Wengi wa majeruhi bado wanapatiwa matibabu hospitalini. Baada ya tukio hilo, viongozi wa kijamii na wanotable wa eneo hilo wamesema kuwa shambulio hili la kikatili na wamependekeza kuanzishwa kwa uchunguzi huru ili wale waliohusika wajibishwe kisheria. Hali inakuja wakati mkataba wa vita vinaendelea kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 ambako raia wa kawaida katika mkoa wa Kivu Kusini na Kaskazini bado wanapata madhara makubwa. Mapigano mara kwa mara yanaendelea kuharibu maisha na mali za wananchi, huku hali ya kibinadamu ikiwa mbaya zaidi kutokana na migogoro ya silaha. Taarifa hii inasisitiza kuwa haja ya kulinda raia, kuhesabu vifo vinavyotokana na mapigano au kuhakikisha kuwa kile shambulizi la jeshi linachunguzwa kisheria ili kulinda maisha na mali ya wananchi wasio na hatia. Katika kipindi cha televisheni kinachoitwa Bosolo na Politike, waziri wa kilimo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Moindo Zangi ametoa kauli inayozua mjadala mkubwa kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa waziri huyo, bila kile alichokiita kuingilia kati kwa njia isiyo ya moja kwa moja kwa seneta wa Marekani Marco Rubio, waasi wa M23 wangefika tayari katika mji wa kimkakati wa Kalemi ulioko pembezoni mwa ziwa Tanganyika katika jimbo la Tanganyika. Moindo Zangi ameeleza kuwa kasi ya kusonga mbele kwa waasi hao ambao kwa mujibu wa mamlaka za Kongo wanaungwa mkono na Rwanda haingekutana na upinzani wowote mkubwa katika barabara inayoelekea Kalemi. Kwa maneno yake mwenyewe, waziri huyo amesema hakukuwa na kitu barabarani, akidodoza kuwepo kwa udhaifu mkubwa wa ulinzi na ukosefu wa mpango thabiti wa kijeshi wa kuzuia kusonga kwa waasi. Kwa mujibu wa Moindo Zangi, hali ilibadilika ghafla baada ya ujumbe mfupi, yani tweet, kutoka kwa seneta wa chama cha Republican nchini Marekani Marco Rubio, ambaye ni mmoja wa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa katika bunge la Marekani. Ingawa ujumbe huu ulikuwa mfupi sana ukisema haturiziki, Zangi anaamini kuwa ulikuwa na athari kubwa na kuzuia au kupunguza kasi ya operesheni za waasi. Waziri huyo anaeleza ujumbe huo huenda ulilazimisha Rwanda, unaotajwa kuwa mfadhili mkuu wa M23, kufanya marekebisho ya kimkakati ili kuepuka vikwazo au shinikizo kali kutoka kwa jumuiya ya kimataifa.
Kwa kutoa ushuhuda huu hadharani, Mwindo Zangi anaonyesha wazi udhaifu wa ulinzi wa taifa wa Kongo mbele ya tishio la makundi ya waasi. Za kauli hiyo inakisi pia changamoto za utawala na ukosefu wa mshikamano ndani ya serikali yenyewe, jambo ambalo limebua maswali mengi kutoka kwa wachambuzi wa siasa na usalama. Ikumbuke kuwa hivi karibuni Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alikuwa ametoa wito kwa viongozi wa serikali kuwasiliana na umoja na kwa uangalifu mkubwa kuhusu masuala nyeti ya kimkakati. Hata hivyo, kwa kauli yake hii, Mwindo Zangi ameonekana kujitenga na msimamo huu wa pamoja, kwa msimamo unaotafsiriwa na baadhi ya wachambuzi kuwa malengo binafsi zaidi. Hali inaendelea kuzua mjadala mpana kuhusu usimamizi wa vita, diplomasia na kimataifa na mustakabali wa usalama ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aujourd'hui, qui savait que les M23 allaient, quand ils ont pu ouvrir, ils avaient le vent à poupe. À l'heure où je vous parle, ni était le petit message de Marco Rubio qui a dit « Nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas contents. » Je crois que on ne parlerait pas le même langage, il serait à Kalemi. Nanga a dit qu'ils ont été contactés par les États-Unis. En tout cas, si ça n'a pas été le cas, à ce moment ici, on parlerait, il serait à Kalemi. Puisque, bon, je suis honnête de vous dire que sur la route, il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, ça nous permet d'avoir l'état de nous préparer pour le moment. Ça veut dire que, c'est-à-dire, le Congo, pour le moment, le Congo ne compte que sur les États-Unis. Je ne dis pas. Kufungwa kwa kituo cha mpaka cha Gatumba kinachounganisha Burundi na mji wa Uvira mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumesababisha kupanda kwa kiasi kikubwa kwa bei na bidhaa mbalimbali zinazoingia nchini. Hali hii imeathiri pakubwa wafanyabiashara pamoja na kaya nyingi zilizokuwa zikitegemea mpaka huu kwa shughuli zao za kibiashara na upatikanaji wa bidhaa muhimu. Mpaka wa Gatumba ni miongoni mwa njia kuu za biashara kati ya jiji la Bujumbura, mji mkuu wa kiuchumi wa Burundi, na mji wa Uvira nchini DRC. Kwa muda mrefu wafanyabiashara wa Kiburundi na wa Kongo walikuwa wakipita katika mpaka huo kwa ajili ya kuingiza na kusafirisha bidhaa mbalimbali zinazouzwa kwenye masoko ya ndani. Hata hivyo, tangu mamlaka za Burundi zilizofunga mpaka huo kutokana na hali ya kiusalama mjini Uvira ambako kwa sasa kunadaiwa kudhibitiwa na waasi wa M23, shughuli za kibiashara zimevunjika kwa kiwango kikubwa. Wananchi wa Burundi waliokuwa wakisafiri mara kwa mara kwenda Uvira kwa ajili ya kununua bidhaa wamesema sasa wanakabiliwa na changamoto kubwa za upatikanaji wa bidhaa hizo. Mbali na hali hiyo ya kufungwa kwa mpaka wa Gatumba, kumeathiri pia upatikanaji wa mafuta ya petroli, hasa kwa wananchi waliokuwa wakivuka mpaka kwenda Uvira kujipatia mafuta kwa ajili ya magari yao. Katika kipindi ambacho Burundi tayari inakabiliwa na uhaba wa mafuta, baadhi ya watumiaji wanasema kuwa hali imekuwa ngumu zaidi, huku bei zikipanda kupita kiasi. Hadi sasa wananchi wanaendelea kusubiri hatua kutoka kwa serikali wakitumeni kurejeshwa kwa mtiririko wa biashara na kupungua kwa gharama za maisha. Jumuiya ya kiraia katika eneo la Lubero mkoani Kivu Kaskazini imeeleza wasiwasi mkubwa kufuatia hali ya usalama inayoendelea kuzorota katika eneo hilo. Kutokana na hali hiyo, jumuiya hiyo imetangaza mgomo wa jumla katika eneo lote la Lubero kuanzia tarehe 7 Januari. Katika memorandum iliyotolewa kwa umma, jumuiya ya kiraia imelaani vikali matukio ya mauaji, uporaji na mali, vitendo na ubakaji pamoja na mateso yanayokumba raia wasio na hatia. Kwa mujibu wa jumuiya hiyo, vitendo hivyo vinadaiwa kufanywa na baadhi ya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wanaotajwa kuwa hawana nidhamu na waliopoteza udhibiti. Jumuiya ya kiraia inaeleza kuwa hali hiyo imefika kiwango cha kutisha, huku ikilaumu mamlaka za eneo hilo kwa kile inachokiita uzembe na kushindwa kuchukua hatua madhubuti za kukomesha hali hiyo, ambao wametaja kama janga kubwa kwa usalama wa raia. Miongoni mwa madai yao makuu, jumuiya ya kiraia ya Lubero inataka kufunguliwa kwa mahakama maalum ya kijeshi katika eneo la Lubero ili kuwafikisha mbele ya sheria wanajeshi wote wanaohusika na vitendo hivyo. Pia wanadai kuondolewa kwa wanajeshi katika munisipa ya Lubero pamoja na kuhamishwa kwa baadhi ya kambi za kijeshi zilizopo karibu na makazi ya raia. Zaidi ya mamlaka hayo ya kiusalama, mashirika ya kiraia pia yanataka msaada wa kibinadamu kwa familia ambazo zimeathirika moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja
moja kwa moja na vitendo vya wanajeshi au wasio na nizamu. Kwa mujibu wa jumuiya hiyo, jumla ya matukio 5 ya mauaji yameripotiwa tangu mwanzo mwa mwaka huu, yako yote yakihusishwa na kile wanachokitaja kuwa ni makosa ya kijeshi. Miongoni mwa wasiriwa ni Jonathan Mumbere, baba wa watoto 5, aliyepigwa risasi na kuuawa tarehe 5 Januari katika mtaa wa 30 Juin. Kifo chake kinatajwa kuwa ndicho kilichozidisha hasira na kutokuvumilika kwa wananchi. Mwili wa marehemu Jonathan Mumbere bado umehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti ukisubiri matokeo ya uchunguzi unaoendelea. Kutokana na hali hiyo, mashirika ya kiraia yametangaza kuwa shule zote, shughuli za kijamii, kiuchumi pamoja na kilimo zitasimamishwa hadi pale madai yao yatakapotekelezwa. Wamewataka wakazi wote wa Lubero kuheshimu mgomo huu, wakisema lengo ni kulazimisha mamlaka kuchukua hatua na kuwajibika ipaswavyo. Hadi sasa macho na masikio ya wakazi wa Lubero yako kwa serikali, wakisubiri majibu na hatua za haraka za kurejesha usalama na imani kwa wananchi. Maelfu ya wakazi waliokimbia makazi yao yanaendelea kukabiliwa na hali mbaya ya kibinadamu katika wilaya Fizi mkoani Kivu Kusini kufuatia mapigano yanayoendelea kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali hii inazidi kuwa mbaya kadri siku zinavyosonga, huku idadi ya wakimbizi wa ndani ikiendelea kuongezeka. Kwa mujibu wa msimamizi wa wilaya Fizi, Sami Kalonji Badibanga, watu hao walikimbia makazi yao wanaonekana kwa wingi katika maeneo ya milima ya juu pamoja na kwenye mihili ya Makobola kando ya barabara ya taifa namba 5. Amesema hali yao ya maisha ni ya kutisha, huku wengi wakikosa chakula, makazi salama na huduma za msingi. Kutokana na hali hiyo, mamlaka ya wilaya ya Fizi imetoa wito wa dharura kwa serikali ya mkoa na ya kitaifa kuingilia kati haraka. Wito unalenga kupatikana kwa msaada wa chakula, vifaa visivyo vya chakula pamoja na makazi ya muda kwa watu waliokimbia mapigano. Sambamba na hali hiyo, Sami Kalonji Badibanga ameomba jumuiya ya kimataifa na mashirika ya kibinadamu kuhamasika na kushirikiana katika kukabiliana na janga hili la kibinadamu ambalo limewacha wanawake, watoto na wazee katika hali ya hatari kubwa. Kwa mujibu wa mamlaka ya eneo hilo, wakimbizi hao wanatoka hasa katika mji wa Uvira pamoja na maeneo mbalimbali ya wilaya ya Fizi. Hasa wamejikita katika miili minne mikuu ambao ni ukanda wa ziwa Tanganyika, Makobola, Mboko, Fizi Kati pamoja na eneo la Point Zero kwa Mulima. Watu hao ni wengi wanaohifadhiwa katika shule na makanisa, hali ambayo imesababisha kusimama na kuvurugika kwa shughuli za masomo na ibada katika maeneo husika. Hii imeongeza changamoto kwa jamii zinazowahifadhi ambazo nazo zinakabiliwa na uhaba wa rasilimali. Msimamizi wa Fizi ameonya pia juu ya hatari kubwa za kiafya hasa katika ukanda wa ziwa Tanganyika unaotajwa kuwa na historia ya magonjwa ya kipindupindu na surua. Amesema watoto wako katika hatari kubwa ya kukumbwa na mlipuko wa magonjwa endapo hatua za haraka hazitachukuliwa. Hali inaendelea kuibua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa Fizi, huku macho yote yakielekezwa kwa serikali na mashirika ya misaada kuchukua hatua za haraka ili kuokoa maisha ya maelfu ya raia waliokimbia vita. Kuanzia tarehe 5 Disemba mwaka 2015, zaidi ya wakimbizi 1,100 waliokuwemo raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Warundi walirejea nyumbani wakipata hifadhi nchini Burundi. Hali imesababisha shinikizo kubwa kwa huduma za kijamii hasa sekta ya afya, huku kambi za wakimbizi mashariki mwa nchi zikifikia au kuvuka uwezo wake wa kuhudumia watu. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, kambi kadhaa zimejaa kupita kiasi, hali inayosababisha changamoto kubwa za kiafya na kibinadamu. Mfano hai ni kambi ya Busuma iliyopo katika munispa ya Ruhigi mkoani Buhumuza, ambayo kwa sasa imepokea wakimbizi wengi kutoka vituo vya mpito viliopo karibu na mpaka wa Burundi na DRC. UNICEF inaeleza kuwa huduma za afya katika kambi ya Busuma zimeelemewa sana. Kliniki moja tu ya rununu inahudumia kati ya wagonjwa 1,115 hadi 2,000 kwa siku, wengi wao wakisumbuliwa na malaria pamoja na kuhara kali cha maji. Shirika hilo linasema uwezo wa kuchunguzi wa magonjwa, vitanda vya kulaza wagonjwa na rufaa kwenda hospitalini maalumu ni madogo sana.
Onyo limetolewa wakati eneo hilo linakabiliwa na mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu. Takwimu za hivi karibuni hadi tarehe 29 Disemba zinaonyesha kuwepo kwa visa 26 vya kipindupindu, vikiwemo visa 12 vilivyoripotiwa katika kambi ya Busuma pekee. Ili kukabiliana na hali hiyo, UNICEF imetoa mahema 4 kwa ajili ya vituo vya kutibu kipindupindu pamoja na dozi 1715 za antibiotike. Hata hivyo, shirika hilo linasema mahitaji bado ni makubwa, yakihusisha kuongezwa kwa kliniki za rununu, vifaa na matibabu, huduma za umbelesi na ufiatuliaji wa wagonjwa. Changamoto nyingine kubwa ni uhaba mkubwa wa maji safi. Kwa sasa, kila mkimbizi katika kambi ya Busuma anapata wastani wa lita 1.5 tu za maji kwa siku, kiwango kilicho chini sana kwa viwango vya kibinadamu. Ukosefu wa vyoo vya kutosha na tiba ya kusaidia waziwazi vinaongeza hatari ya kuenea kwa magonjwa na kuambukiza kama kipindupindu. UNICEF inaonya kuwa bila msaada wa haraka wa kutosha, hali ya wakimbizi hao inaweza kuzorota zaidi katika mazingira ambayo tayari yanakabiliwa na changamoto kubwa za kibinadamu. Katika video iliyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii siku ya Jumamosi tarehe 3 Januari, msemaji wa muungano wa upinzani Lamuka, Prince Epenge, ameeleza msimamo wa kambi yake ya kisiasa kuhusu hali ya kisiasa na kiusalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kauli hiyo inakuja wakati nchi ikiendelea kukabiliwa na mgogoro mkubwa wa kiusalama, hasa katika kipindi na maeneo ya mashariki mwa DRC. Kwa mujibu wa Prince Epenge, kile alichokiita kuwa ni mbinu za utawala wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi kinalenga kuzuia kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa na kujumuishi yanayolenga kutafuta suluhisho la kudumu kwa mgogoro wa usalama unaoikumba nchi. Akizungumza kwa niaba ya Lamuka, Prince Epenge amesema kuwa kutokuwepo kwa Rais Tshisekedi katika mazungumzo hayo hakupaswi kuwa kikwazo cha kuandaliwa kwa mazungumzo ya kitaifa. Kwa maneno yake mwenyewe, Epenge amesema kama bwana Tshisekedi hataki mazungumzo hayo, basi tutayaandaa bila yeye. Kauli hiyo imezua mjadala mkubwa katika duru za kisiasa, huku Lamuka ikisitiza kuwa mustakabali wa taifa upashwi kutegemea mtu mmoja. Prince Epenge amekosoa vikali kile anachokitaja kuwa ni kuifanya madaraka nchi kwa ya mtu binafsi, akionya dhidi ya hatari ya kuifunga hatima ya Kongo kwa uongozi mmoja. Hatuwezi kutoa mwanga wa mustakabali wa taifa nzima ili kumpendeza mtu mmoja anayefikiri kwamba bila yeye Kongo haiwezi kuwepo, ameongeza bwana Prince Epenge. Kwa mujibu wa msemaji huyo wa Lamuka, kipaumbele kikubwa kwa sasa ni kutafuta suluhisho la kudumu kwa migogoro ya kisiasa, taasisi na kiusalama inayotikisa nchi. Amesema kuwa mazungumzo ya kitaifa na yakijumuisha yanabaki kuwa njia bora ya kurejesha amani na mshikamano wa kitaifa na utulivu wa kisiasa. Kauli hizi zinatolewa katika mazingira ya kisiasa yenye mvutano mkubwa yanayochangia na tofauti za maoni juu ya muundo halali wa mazungumzo ya kitaifa yanayopendekezwa. Wakati baadhi ya makundi ya kisiasa na kijamii yakitaka mazungumzo hayo, wengine bado wana mashaka juu ya nia na mchakato wake. Hadi sasa swala la mazungumzo ya kitaifa linaendelea kugawanyika maoni, huku wananchi wengi wakisubiri suluhisho litakalosaidia kumaliza mzozo wa usalama mashariki na kurejesha amani ya kudumu nchini DRC. Si M. Tshisekedi ne veut pas ce dialogue-là, eh bien, nous allons organiser le dialogue sans lui. Parce que nous ne pouvons pas sacrifier l'avenir de toute une nation pour faire plaisir à un monsieur qui pense que sans lui, le Congo ne peut pas exister. Avant Tshisekedi, il y avait le Congo. Après Tshisekedi, il y aura le Congo. Tout passe, tout coule, rien ne demeure. Mobutu est parti, le Congo n'a pas disparu. Kabila est parti, le Congo est là. Tshisekedi va partir, il lui reste 2 ans. Pour Tshisekedi, c'est 2 ans qui restent. Et dans ces 2 ans, il a intérêt à ce que nous allons au dialogue pour à la fois mettre fin à la guerre, mais préparer son départ. Il n'y a pas de saints, il n'y a pas de diables dans l'enfer du Congo. Tous, nous avons péché, tous, nous avons besoin du pardon. On ne va pas nous dire, oh, ceux-là ont pris les armes. Oui, ils ont pris les armes, ils ont péché, ils ont besoin du pardon du peuple. Vous qui avez triché aux élections, vous avez péché aussi, vous avez occasionné des morts par les élections. Il n'y a pas que les armes qui tuent. Les élections frauduleuses et chaotiques tuent aussi. Donc tous ont péché devant le peuple et tous ont besoin.
Mkoa wa Ituri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliwa na ongezeko la ukatili wa silaha hasa katika eneo la afya la Bule, ambapo mapigano kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na milisia za kienyeji yameendelea kuharibu hali ya kibinadamu iliyokuwepo tayari. Taarifa za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa tangu tarehe 5 Disemba mwaka 2025 hadi tarehe 29 Disemba angalau raia 25 wamefariki dunia, ikiwa ni pamoja na 17 waliopoteza maisha kutokana na hali ngumu ya maisha, ukosefu wa huduma za afya na njaa. Aidha, zaidi ya watu 40 wamejeruhiwa. Shirika la Médecins Sans Frontieres MSF limepokea wagonjwa 23 wenye majeraha makubwa, wakiwemo watoto 9 katika hospitali ya Salama Bunia, huku wagonjwa 22 wakiwa wamepelekewa pia katika hospitali ya Fataki. Taarifa ya ofisi ya kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA inasema washirika wa kibinadamu wanasema kuwa hali ya usalama imewazuia zaidi ya watu 1087 waliokimbia makazi yao ndani ya nchi, wanaoishi ndani na karibu ya mji wa Bule kupata msaada. Familia hizi zinakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, huduma za afya na maji safi. Wahudumu wa misaada za kibinadamu wanasisitiza kuwa pande zote zinahusika katika mgogoro zinapaswa kuzingatia wajibu wao wa kisheria wa kulinda raia wasio na hatia pamoja na kuhakikisha usalama wa wafanyakazi wa misaada na mali zao. Hali hii inaonyesha dharura ya kuingilia kati haraka ili kuokoa maisha ya mamia raia, hasa wanawake, watoto na familia zinazoathirika moja kwa moja na mapigano, huku kusaidia kurejesha amani na usalama katika eneo lote la Bule na vitongoji vyake. Hadi sasa mashirika ya kibinadamu yanaendelea kushirikiana na mamlaka za eneo ili za kitaifa kutoa msaada wa dharura, huku wakikabiliwa na changamoto kubwa za usalama na rasilimali. Habari za asubuhi mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yetu umeamka salama kabisa, na vile tunaendelea kuamini uko salama popote pale ambapo unaendelea kutega sikio taarifa zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 8 Januari mwaka 2026. Na Kivu News Info tuko hapa tunaendelea kuletea matangazo yetu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile kama ilikuwa ndo mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, kabla chochote tunakusii kufanya kitu kimoja: usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Kwa lugha nyingine wanasema kujabone, kueme, vile na kupartager. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Ni yetu na mazungumzo yetu kila siku, kisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi na uendelea kutuandikia na ukatujuza unasikiliza Kivu News Info kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Iteloje Longa. Basi na kualika kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo tarehe 8 Januari mwaka 2026. In Kivu News Info, sauti ya wananchi, karibu tukupashe.